miongoni mwa matukio ambayo yanasubiriwa kwa hamu kwenye Simba Day namna gani inaingia. Kwa hiyo ukiingia vizuri Simba Day ya mwaka huu, mwakani unalazimika kuingia vizuri zaidi. Tulivyoanza na Simba Day ya kiti watu wakapenda, lakini wakataka Simba Day inayokuja iwe kivingine. Tukaja na ngamia, baada ya ngamia tukaja na Wamasai, baada ya Wamasai tukaja ya komando. Kwa hiyo unaona kila siku standard inaongezeka. Mwaka huu ikiwa 10, mwakani inatakiwa kuwa 15. Kwa hiyo mwaka huu tumekuja na hii ya Simba, inatoa mawazo mwakani tunakuja na kitu gani kingine. Lakini kwenye timu tuliokuwa nayo ya management ya Simba, tukikaa vikao vyetu ni rahisi mno kupata wazo jingine bora na zuri la kuja nalo kwenye Simba Day ya 27, 28. Umetambulisha wachezaji, ukataja hapa kuhusiana na Alassane Kante kwamba umetoa taarifa yake. Jana tulimuona Mwangosi kwenye mazoezi, lakini leo hatujamuona uwanjani wala mkimtambulisha. Tatoa taarifa yake. Wote ambao hujawaona hapa leo na hawana taarifa yao, muda utafika tatoa taarifa zao. Ilikuwa ngumu kuwashawishi Wydad kuhusiana na Selemani Mwalimu ama ilikuwa ni plan za Simba kwa sababu Mwalimu pia alikuwa na Selemani Mwalimu tulikuwa tunamhitaji na of course tulishazungumza naye tukakubaliana nao, na Wydad wenyewe tulizungumza nao tukakubaliana nao. Mabadiliko ambayo yalitokea kwa upande wa Wydad ndio ambayo yakapelekea jambo kutokea sintofahamu, lakini kwa kuwa tulikuwa tunafahamu ya kwamba tuko kwenye mstari sahihi, tulifahamu ya kwamba tungempata tu Selemani, otherwise wangechaga wenyewe Wydad wangesema wanabaki naye, lakini haikuwa rahisi kwa sababu iko klabu iliyokuwa ikipenya chini kwa chini huko kuwashawishi Wydad wampate Selemani Mwalimu. Yes. Wao ndio walikuwa wakishupalia wakiendelea kuchonjea na wenyewe wakipeleka ofa huku na huku, lakini msimamo wa Selemani Mwalimu ilikuwa either baki Wydad ama kama ni kwa mkopo basi option yake ikawa ni Simba. Kwa wale ambao walikuwa wanamnyemelea Selemani Mwalimu wakajikuta wanagonga za uso, kwa sababu tayari mchezaji alishachukua upande, na baada ya mazungumzo hapa na pale hatimaye Wydad wakakubali kuendelea kufanya biashara na Simba. Amechelewa tu kupata ndege, lakini tayari hivi sasa yuko angani. Kesho anajiunga na wenzie, tukiendelea na maandalizi ya mechi zinazofuata. Msemaji, msimu uliopita kwenye tamasha la Simba Day tuondoka na jina la Komando. Msimu huu tuondoka na jina gani? Na nimeona watu wanasema Ahmed ndio msemaji ambaye kwa sasa anaongoza kuita the goat. Kwa msemaji wote. Ndio unaungana na hiyo kauli. Naungana kwa wewe ndio mbunifu kuliko msemaji wote. Wameanza kuita goat. Tasikizana kweli? Kama inazidi. Au tusitishe? Hapana. Tumalizie. Tasikia? Tutasikia. Swali nasema kuhusiana na wewe kuendelea kufanya ubunifu, na watu wanasema wewe ndio msemaji ambaye umekuwa ukifanya tofauti na wengine. Leo tunaondoka pia na jina gani tofauti na msimu uliopita ulikuwa na jina la Komando kwa namna ambavyo ilivyo? Leo naondoka na jina la afisa wanyamapori. Baada ya kuingia na wanyamapori Simba, kwa hiyo naondoka na afisa wanyamapori. Namshukuru Mwenyezi Mungu kwa kunijalia kipawa cha kuweza kufikiria nifanye kitu gani kwa ajili ya Simba, lakini naishukuru timu yangu ya habari wamekuwa nami bega kwa bega kwenye kutengeneza jambo gani tulifanye kwa bora, lakini kwa kipekee kabisa naishukuru management ya Simba Sports Club, kwa maana wafanyakazi wa Simba. Mawazo ambayo tunakuwa tunayafanya, of course mimi ndo nafanya, lakini nyuma yetu ama nyuma yangu tunakaa kikao na tunakubaliana ya kwamba tufanye kitu gani. Wakati mwingine hata wazo sio langu, wazo natoka kwa mjumbe mwingine kutoka management ya Simba, tunakubaliana, tunalipitisha, tunakwenda kwenye utekelezaji. Kwa hiyo mimi nashukuru timu hii ya habari ya Simba sanjari na timu ya management ya Simba. Wao kwa ushirikiano wetu tumekuwa na uwezo wa kuwa na ubunifu wa kutafuta matukio gani bora tuyafanye kwa ajili ya wanasimba wenzetu. Mechi imemalizika suluhu ya bila magoli, lakini watu pia sana striker. Tumefungwa moja. Tumefungwa moja. Hujaona? Moja bila. Sawa, mmefungwa moja, sema nilitoka kabla ya mchezo. Mmepoteza mechi. Mbele kuna dabi. Hii iwape mashabiki wa Simba. Kwanza haya ni matokeo mazuri sana kwetu.
Mimi baada ya kuyaona matokeo nikafurahi sana. Kuna vitu viwili vinapatikana kutoka kwenye matokeo haya. Kimoja sitokisema, lakini kimoja kinatupa nguvu ya kuendelea kuamini ya kwamba bado kuna kazi kubwa ya kwenda kufanya. Mwanadamu akipata huwa anajisahau na akikosa huwa anaongeza umakini. Kwa hiyo kwa kukosa ushindi hii leo, maana yake inawaongezea deni wachezaji kwamba twendeni tukapambane kwa ajili ya mechi inayokuja. Sisi mechi hii ya leo plus matokeo yake hayana cha kufanya kwenye record za Simba, bali inakwenda kuamsha ari kwa wachezaji wa Simba kuelekea katika mechi inayokuja. Kama tungepata matokeo mazuri, kila mmoja angeondoka hapa, hii ndo Simba bwana, hii ndo Simba bwana. Lakini hapa sasa kuanzia benchi